We are located at Interfina House at the junction of Tomboya and Ronangala Street, basement floor. Use the back entrance. For more information, call the numbers on your screen. My viewers, you are watching me. I know that you have been blessed. Please use these numbers on your screen to send your prayer requests, or if you have a loving gift or offering to support the work of God, you can use that number. And I want to ensure you, the Lord will elevate your life. You are blessed and you are lifted. Church, put your hands together as we welcome our viewers everywhere. Just inua tu mikono yako. Everywhere, inua mikono. Enjoy the message. I'll pray with you. Amen. God bless you. Now, why do I talk? These two people are important people. Number one, a widow and orphan. Number two, man of God. Why man of God? Why widows and orphans? The Bible says, when you bless a widow or an orphan, you lend to God. And you cannot lend to God and He fail to pay you back. Because God is God of widows and orphans. Umemtafuta Mungu siku zote na hukumuona. Basi wewe tafuta mjane ama yatima. Hii Christmas ufanye jambo kwa maisha yake. If you keep them far, you keep God far from you. Number two, a man of God. Sema man of God. A man of God is honored with the widows and the orphan. Ndio maana unaona Elijah alipelekwa kwa nyumba ya nani? Ya mjane. Na kwa sababu kwa mjane Mungu yuko. Watu wanaweza lelaeteva aveva, lakini kwa mjane huwezi kosa chakula. Na huyu ni mjane ambaye anamheshimu nani? Anamheshimu Mungu. Huwezi kosa chakula kwake. Jeremiah 3:15 inasema nini? Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Knowledge does not come from anywhere. They are men and women the Lord Almighty has elevated them. Hallelujah. For the sake of your soul. Now, the man of God is in your life to feed you with knowledge and understanding. When you see and you find yourself ya kwamba you are struggling in one thing in life, and then even though you struggle, there is no any good outcome in your struggling, it means there is a lack of knowledge. For the Bible says, my people are suffering for lack of knowledge. Biashara inaanguka. Si ya kwamba una akili ya hiyo biashara, lakini something has happened that you don't know what is happening to your business. Anyone who lacketh a man of God in his life, he is like a man or a woman who is naked, because you become spiritual nakedness. Na wale watu ambaye they are spiritual nakedness, ndio wale watu ukiwaona kwa nyumba ya Mungu unawaona wako kama wako sawa, but things are not working into their life. Because remember this, child of God, our warfare is not carnal. Our warfare are spiritual. Hallelujah. And if our warfare are spiritual, you need a spiritual man to help you into these spiritual battles. Ndio maana unapata biashara imeharibika, unapata mambo imeharibika, zingine zinahitaji spiritual person. Kini asua, you need a spiritual man. Act of Apostle 28, the Bible says, you will be accountable of every soul that God entrusted you to become overseer through the Spirit of God. Wewe kama una mtu wa kukusaidia vita vya rohoni, you can die before your time.
Kuna watu wamekufa before their time. Lakini when you have a man who can stand in the gap for you, man of God, put me in prayers. I am oppressed somewhere. I'm telling you the truth, utashinda vita vya kiroho. Utashinda. Waliwasukumia nyinyi hamwezi oleka. Hiyo ni vita vya kiroho. Unahitaji mtu aliyo na roho wa Bwana. Kwa maana maroho ya giza inakutabiria mabaya. Lakini roho wa Mungu ako na uzima. Roho wa Mungu ako na uhai. Roho wa Mungu ako na Am I talking to somebody? I want to declare under this anointing ya kwamba kama kunaye kifo imeinuliwa juu yako, inaenda kuwa nullified in the name of Jesus. Kama kunaye kifo inakuita, hautakufa in the name of Jesus. Hautakufa usiku na hautakufa mchana. Hautakufa saa sita na hautakufa any other time. The Lord will protect you. The Lord will be with you. The Lord will show his mercy. Nataka nikae nyumbani mwa Bwana. Nataka nikae na Bwana. Nataka nikae. Kuna milango umetamani kwenda ng'ambo, brother. Bibi yako yuko ng'ambo na umetamani wewe kusafiri. Sijashughulikia mambo visa bado. Kwa nini hutaki kwenda? Tulikosana na bibi kidogo. Mimi nilitaka kubaki na kijana. Sasa yeye akaamua. Juu alimzalia ng'ambo. Alizalia nani? Mtoto wangu. Sasa yeye tuzungumzie, tulikosana. Do you still love that lady? Kabisa. Ndio ninaambiwa nikufungulie milango yako ya ng'ambo. Amen. Alipata green card, baada ya kupata green card akaenda, na baada ya kuenda na akakataa mambo yako. Nilikuwa nikimsaidia hata vile alienda ng'ambo, alikuwa anamtumia pesa. Sasa alienda ng'ambo akiwa mjamzito. Sasa ikakuwa ni kama familia yao wakaleta mambo mingi. Vile alikuja na mtoto akampeleka Kisii, nikakasirika hata kukaa naye. Sasa shida ikaingilia hapo, wakachukua vitu zangu zote na akaenda. Gari ilipotea. Gari, kuna kazini yangu alipanga njama, alafu akaniambia mtu anataka kununua. Sasa akakuja kuwapatia, akapeana 5,000. Akasema yule utatumia kama fare na ingine fuel, na akapotea na gari hiyo. Sasa nikuja kumdai, napata pesa inaisha, simu zinapotea, kitu kama hiyo. Kila wakati nikimdai, sasa imechukua kama mwezi. Nimetumia maskari lakini ni kama, shika mikono hii. Kuna roho ya uchawi na hiyo wamekufanyia ni black magic. Na hiyo black magic wamekusukumia roho yako iwe discouraged, usifuate hiyo gari. Na hiyo black magic ndio inafanya roho yako ukitaka kufikia kitu hauifikii. Yaani roho yako tu inachafuka na unakata mambo. Ninaambiwa hivi, that black magic over your life inapasuka. Amen. Nataka nikae uweponi mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nataka nikae. Habari yako? Nzuri sana. Nani amekuonyesha hapa? Bibi yangu ndio tumekuja naye. Bibi yako wapi? Kuja. Nimekujaje ukaleta huyu mzee hapa? Ni vile tu amesumbuliwa na ugonjwa kuanzia mwezi wa 5. Ikitoka hospitali na anakaa tu tuseme wiki moja narudi tena hospitali. Ameadmitiwa. Anaadmitiwa? Na sijui shida ni nini. Ugonjwa ulipatikana? Walikuwa nasema ni TB. Ni TB? Ndiyo. Mzee, hata kula ni shida? Kula ni shida, alafu hii mguu na imeshikana hata iweze tembea. Miguu imeshikana?
Wezi tembea. Inauma tu kuuma. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, Nisamehe dhambi. samehe dhambi Na makosa. na makosa. Ondoa jina langu. Ondoa jina yangu Kitabu cha mauti. kwenye kitabu cha mauti. Kwa mapigo ya Yesu. Kwa mapigo ya Yesu Nimepona. nimepona. Father, in the name of Jesus, I kill the witchcraft and I heal her by your stripes of Jesus Christ. Anaponywa. The virus of TB die, and by the stripe of Jesus I stripe you. Die, and out of our system I command the healing ingie ndani ya mwili ya mume wako, na napoinuka hapo hakuna maafa. As I talk to you, kuanzia saa hii hautarudi tena kwa kitanda. Amen. Na wale walitaka ukufe usaulike, hautarudi kwa kitanda. Amen. And from today I declare under this anointing of the Holy Spirit, Amen. that yoke of TB and knowing every manner of food imevunjwa and is no more. Kuanzia saa hii Amen. umepata nguvu. Amen. Nguvu imeingia ndani yako. Amen. Nguvu imeingia ndani yako. Unatembea sasa. Tembea, tembea, tembea. Kuja pande hii. Tembea rata ba. Ukitoka hapa utaanza kukula straight away. Mama, tumbo huyu mzee imefunguka sasa. Atarudi, amerudi sawa. Hata hiyo macho itarudi sawa. Amen. Nasikia mwili sasa imebadilika kabisa. Mwili Imekuwa na nguvu. Hata saa hii nasikia njaa ya kula chakula. unasikia njaa? Hey! I've been told this is witchcraft. He will be brought back here on Sunday. Amen. Akiwa ako sawa. Amen. Nilipokuja kwanza ile kitu kilikuwa kinanisumbua ni mguu. Hata kwa hiyo street nimetembea tu na shida. Huu mguu ulikuwa uinuki. Mguu hiyo? Iya lefty. Haikuwa inainuka. Hebu inua hiyo mguu. Hallelujah. Inua hiyo miguu. Hallelujah. Hallelujah. Merry Christmas. I know you had a very wonderful Christmas, and I know you have been lifted. You have celebrated and you are lifted. Now 31st will be Acacia. On that 31st, I'm going to conduct a powerful service in this house called Interfina House. Come in with the back entrance right here, Interfina. When you are in town, call. You will be picked wherever you are. Right here we will be having security. Your life is safe. Everything is safe for the glory of God. Now wherever you are, I'm believing God with you for your healing. You are sick in your body. Just stretch forth your hands now. Oh God in heaven, in Jesus' name, I command healing to all my viewers who are watching me and they are believing you for the healing. In the name of Jesus, I stand in the authority of Christ, that by his stripes we were healed. I stripe every sickness in the body of my viewer. I command the sickness die in the name of Jesus. I command healing ndani ya mwili ya mtazamaji.
Lord, thank you because you are healing them wherever they are. In Jesus' name, amen. Wherever you are, just believe God that you are healed. To all my partners and all my pillars, from the bottom of my heart, you have made me proud. As it is written in Philippians 1, when I think of you, I always pray with joy. From the first time until now, you have been supporting me financially. You have never given up. You have stood with me until to date. May you be lifted. May you be elevated. God Almighty, who have visited men and women who have been watching this program over this 1 year on KBC TV. Now we are entering 2014. Men have given their life to Jesus. We have touched life through this program. May every yoke over your life be broken. You are not going to die before your time. Basi dakika hii ningetamani watu waachilie sadaka. Wewe ambaye unaona mwaka huu mpya, ninakuchallenge na uwezi fika hapa, nataka utume sadaka ya kumwambia Mungu ni asante. Na unapoachilia hiyo sadaka, use this number on your screen. Sadaka hii unapoachilia ni kumaintain program hii na kufanya kazi ya Mungu iendelee. Wewe unaenda kuachilia sadaka, expect my call kabla ya 24 hours. Basi tarehe 1 tunavuka hapa, na Jumapili kesho uwezi kosa ibada hapa. Ninakukaribisha na ninakugojea. Kuja na ujiandae. In Jesus name, amen. Now let's say together, until next time, same channel, but not in the same level. Hallelujah. Amen.